Taarifa tulionayo ni kuhusiana na mkeka ambao umeweza kutolewa tarehe 19 Mei mwaka 2025, na ikiwa ni Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kurugenzi ya mawasiliano ya Rais Ikulu na taarifa kwa vyombo vya habari. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya uteuzi wa viongozi mbalimbali kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Katibu Mkuu Kiongozi Balozi Dr. Moses Kasiluka. Uteuzi huo ni kama ifuatavyo. Profesa Tumaini Nagu ameteuliwa kuwa naibu katibu mkuu ofisi ya Rais Tawala za Mikoa na Serikali za Mikoa, yani TAMISEMI, anayeshughulika masuala ya afya. Na Dr. Blandina Kilama ameteuliwa kuwa naibu katibu mtendaji wa Tume Mipango anayeshughulika biashara na ubunifu. Dr. Kilama anachukua nafasi ya Dr. Lola Marete ambaye uteuzi wake umetenguliwa na utapangiwa majukumu mengine kwa siku zijazo. Na nikiwa na Balozi George Calvena Madafa ameteuliwa kuwa mwenyekiti wa bodi ya kampuni ya Puma Energy Tanzania, lakini pia na Balozi Madafa anachukua nafasi ya Dr. Majige Budeba ambaye amemaliza muda wake. Na kwa Bwana Jacob Jael Kibona ametolewa kuwa mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya bodi ya wataalamu wa uamuzi na ugavi SPTB kwa kipindi cha pili. Na Meja Jenerali mstaafu John Julius Mbungo ametolewa kuwa mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya kampuni ya Meli Tanzania ambayo ni TASHICO kwa kipindi cha pili. Na kwa Mheshimiwa Bwana Musa Hamza Mandia ameteuliwa kuwa mwenyekiti wa bodi ya shirika la wakala wa meli Tanzania TASAC, yani TASAC kwa kipindi cha pili. Na uapisho wa naibu katibu mkuu na naibu katibu mtendaji utafanyika kwa tarehe itakayopangwa baadaye. Nafikiri ilikuwa ni moja ya sehemu ya uteuzi na mkeka ulioweza kutolewa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, lakini kubwa kuliko katika mijadala tofauti na hata katika maeneo ya kimitandao kwa wale wanaharakati kisiasa, haswa katika yale makundi ya Telegram na kisiasa ambao wamekuwa wakitamani kuona uteuzi ama mkeka ambao pengine unaweza ukamhusu Mheshimiwa Paul Makonda ambaye ni mkuu wa mkoa wa jiji la Arusha, kwamba nafikiri tunategemea kuona soon as possible kwa uchaguzi kuelekea kwa mwezi wa 10, na nafikiri ni swala ambalo kwa baadhi ya viongozi ambao wameonekana kuwa na ile power na kuwa na intervention kubwa kabisa ambayo ni ya ushawishi kwa wananchi, ambayo inapelekea kabisa kuona kabisa kwamba yani ni lazima pengine labda ingetokea kwa Mheshimiwa Paul Makonda kulamba uteuzi, basi huenda mambo yangekaa sawa ili mradi kuzidi kuwa upgrade pia nafasi yake alionayo na kuwa katika sehemu ya uchaguzi kwa mwaka 2025 katika zile kampeni za chama cha CCM. Tukutane kwenye